Tarehe 29 Oktoba kulitokea changamoto ya kisiasa Tanzania. Ndugu yangu, mahusiano ya kustress kidogo. Mimi bwana, mimi nakushukuru sana. Iko ni shabiki wa Simba au wa Yanga? Umeshuhudia tamaduni. Mimi shabiki wa Simba. Yes, karibu sana kwenye Face Off kwa siku nyingine tena. Mwaka 2026 tunasema ni mwaka wa mafanikio zaidi. Kusema ukweli, kwa hiyo tuko vizuri sana na Face Off ya leo. Kama ilivyo kawaida, niko na John Jackson almaarufu kama JJ, mmoja wa waandishi ambao wanafanya kazi nzuri sana. Tunaweza kusema mwandishi wa kimataifa wa michezo. Tuko naye hapa, tumeketi na tuta mengi ambayo tunataka kufahamu zaidi kutoka kwake. JJ, karibu sana mzee. Nimefurahi sana leo tumekutana. Asante sana. Baada ya miaka kadhaa. Asante sana. Long time sana. Wewe tulifanya kazi pamoja, watu walishangaa kuona niliposti picha tukiwa wote. Kabisa, long time. Kumbuka nilipomaliza chuo nikaenda Mwanza. Nikapambana kuingia Jembe FM. So kipindi niko Jembe FM nafikiri ndo tulipokutana mara ya kwanza. Ulikuja sana pa hivi unikuta Mimi nikukuta pale. Ukaingia pale ukawa unafanya hip hop sana bana. Exactly. Sana. Mimi nilikuwa ni shabiki yako sana. Ile chana yako naikumbuka. Yes, I'm John Jackson. Sema nangu ulikuwa mwongo sana. Kwa siku hizi kwenye habari, kwenye sports skills swagger. Ile swag. So sikuwa fanya entertainment. Ukiwa fanya entertainment lazima kidogo utie udambu kidogo kae ki entertainment. Kwa hiyo asa hivi nafanya sport, kwa hiyo lazima nikae ki sports. Au fanye tena entertainment? Entertainment. Naweza kufanya entertainment in form of sport. Yani kwamba let's say labda kuna mashindano kama haya yaliyoisha ya ambayo yanaendelea AFCON. Kipindi AFCON inaanza, of course kuna entertainment. Game ya ufunguzi kina French Montana aliperform. So media yangu inajua kwamba mimi nina knowledge entertainment. So akanituma kule kwa ajili ya game tu ya ufunguzi, kwa ajili ya kuzungumzia kuoanisha kati ya entertainment kwa maana ya music na football kwa pamoja. Yes, kwa hiyo nafanya entertainment in form of sports. Tutakuja tu baadaye kidogo tuongelee namna gani pengine sport sasa tunaweza tukaifanya vipi pengine, kwa sababu sport ya zamani unaikumbuka. Yani sport yetu imekaa muda mrefu iko hivi. Ugumu mwingi. Ushaelewa Wenzetu wanarainisha sports. Yes, tunaona namna gani tutailainisha sports na pengine ndiko utapako sisi tunaelekea. Exactly. Siku hizi makazi yako rasmi ni wapi zaidi mzee? So mimi nakaa Tanzania ni nyumbani, lakini pia nakaa mara nyingi UK na German. Sasa hapo nielewe kipi? Yaani UK na German wapi zaidi mara nyingi? Mara nyingi nakuwa Manchester. Ila German naenda kikazi pia. Kwa hiyo mara nyingi hizi nchi mbili ndo na yani kote. Unafanya kazi na taasisi gani sasa hivi? Nafanya kazi na Agents, ambayo ni kazi yake yenyewe ni kupata tenda kutoka kwenye media, alafu inatafuta waandishi na wapeleka kwenye hizo tournament. Let's say kama ambavyo nimeona sijui Club World Cup. Zile inakuwa napelekwa na agency yangu, imekuwa labda imefanya kazi na ABC kama na media ya ABC ya Marekani au ABC labda kokote duniani. Wameingia mkataba na agency yangu. Agency inatafuta mwandishi ambaye anaweza akawa anaendana na ile kazi. Wakiniona kama ni mimi nafaa, wananituma kule Marekani kwa ajili ya hiyo kazi. So nafanya kazi na agency ambayo inafanya kazi na media mbalimbali duniani. Okay. Agency inaitwaje? Inaitwa ALC Agents, Sports Agents. Sports Agents. Uliwahi kufikiria wakati unaanza kule Jembe na kadhalika, ulifikiria kufanya sports kama ambavyo unafanya leo? Hapana. Actually mara zote mimi nilikuwa, kwa sababu nilikuwa mtu napenda sana music. Sikuwahi kuwaza kwamba nitaingia kwenye sports, lakini malengo yangu makubwa ambayo nilikuwa najua kwamba Mungu akinisaidia ilikuwa tu ni kwamba nifanye media kwa muda mfupi, lakini niingie kwenye issue za kijamii zaidi na baadaye pengine kuingia kwenye masuala ya kisiasa. Lakini sikuwahi kuwaza kwamba nita change kutoka kwenye media kwa maana entertainment kwenda kufanya sports. Sikuwahi kuwaza. Wakati unaanza kulikuwaje? Unafanya sports sasa kwamba hapa sasa kivyovyote lazima niwe huku sasa kwenye sports. So mimi nimekuwa na interest na masuala ya sports. Okay.
even though nilikuwa nafanya kazi kama labda mwandishi, host wa vipindi vya entertainment, lakini nilikuwa na interest pia na sports, kwamba haiwezi kachezwa game ya Manchester nisifuatilie, haiwezi kachezwa game ya Arsenal, Simba, whatever nisi pay attention. Kwa hiyo nilikuwa na knowledge ya michezo, lakini mara kwanza kipindi naanza ilibidi kwanza niingie nifanye internship. Kwa maana kwamba nianze kwenda uwanjani, nijifunze, niwe behind the scene sana, nijifunze watu wanaofanya kazi kama waandishi. So labda nitakaa behind the scene, naenda na senior journalist labda ambaye yeye kazi yake ni kuhoji wale wachezaji. So within 3 months za mwanzo nikawa nafanya hiyo kazi ya kwenda tu kama kujifunza. Na baadaye nikapewa trial yangu ya kwanza, and of course mimi ukinipa trial ya kitu chochote kile, namshukuru Mungu kwamba waga naomba na Mungu anasaidia tu kwamba napita. So it was like that. Uliendaje Ulaya mzee? Ulaya kama unakumbuka vizuri, hata kipindi niko Jembe nilikuwa na marafiki, sometime naenda kutembea na vitu kama hivyo. Lakini safari yangu ya kwanza, kwa maana ya kwamba kwenda kwa ajili ya kuishi, nili apply internship. So ni apply internship, nikakubaliwa. So nikaenda kwenye media moja iko Manchester pale, nikafanya kama intern kwa muda wa ilikuwa miezi 6. Nilipomaliza hiyo miezi 6, ndo zikaja deals za kuona namna ambavyo nitaingia kuishi kama niwe resident ambaye naishi pale, sio tu mtu ambaye anakuja kwa visa miezi 6 kama intern na vitu kama hivyo. So ile internship nilikuwa napewa nafikiri hela tu ya kujikimu, kwa maana kwamba train ticket na pound kama 600 au 500 hivi. Mbona kama kiasi gani? Sijui. Kwa haraka inaweza ikaa kama I don't know. Lakini ilikuwa ni hela ambayo inatosha mimi kulipia napokaa. Lakini pia nakula, na hiyo train ticket nilikuwa nishapewa. So nikawa naenda zangu media pale. Na hiyo unapewa kwa mwezi? Kwa mwezi. Okay. So nikawa najifunza. Baadaye nafikiri ikaja fursa ya kwamba kuna watu ambao wanaweza wakaajiliwa. So nikaajiliwa kwenye radio mara ya kwanza. Okay. Ambapo baadaye mkataba wangu ulikuwa ni kama wa miezi 6 as a trial, kuona kwamba unaweza. So ni miezi 6 ilivyoisha, ndo ikaja hizo swala la agency. Nikasikia kuna agency na natafuta waandishi wa michezo. So kuna mdada mmoja ni mwandishi wa michezo kule England, anaenda sana kwenye games mbalimbali, akawa rafiki yangu. So alivyoniletea hiyo taarifa nikasema sio mbaya, let me try it out. Nikaenda kama intern. The rest is history. Hongera sana. Namshukuru Mungu. Na maisha yamebadilikaje? Kwa maana ya kwamba tangu umetoka Jembe na ukaanza harakati zako za Ulaya na mpaka hapa, maisha yamebadilikaje? Namshukuru Mungu, exposure. Napata exposure, kwa maana ya kwamba najifunza vitu vipya kila siku. Mungu ni mwema. So nafikiri the best part ya maisha kokote napoenda ni knowledge, kwa maana kwamba unapata knowledge mpya, unapata exposure, unajuana na watu, unajua vitu vipya. I think the mafanikio makubwa, kila mtu ana namna ambavyo anatafsiri mafanikio yake. Mimi ukiniuliza nitakwambia mafanikio ya jani ya maisha yangu ni kwamba ni kugain knowledge mpya kila siku ambayo nisingeipata kama ningekuwa kwa mazingira yale kila siku. Kwa hiyo kwa hiyo knowledge mpya, exposure, kuona vitu ambavyo wenzetu wanafanya na wanafanya, nafikiri maisha yabadilika kwa staili hiyo, na namshukuru Mungu kwa hili. Kuna wakati mzee ulikonda mpaka tukakutana na wewe Mwanza pale kama ndugu yangu, kukaa tupiga simu, nikasema mzee vipi? Unakumbuka nilistuka hivi. Ulishangaa. Kushangaa sana, unakumbuka hivi? So hiyo ni part ya maisha ambayo sikuwahi kuizungumza, kwa sababu pia kipindi hicho nilikuwa sijuana na watu wengi. Kwa watu walikuwa wananijua sana sana ni wafanyakazi wenzangu wa Jembe na baadhi ya watu huko Dar es Salaam wachache. Na hata watu wa Jembe, kwa sababu wanaishi na wewe, hata watu nilikuwa nafanya nao kazi ofisini, walikuwa wanakuona kila siku, right? Kwa hiyo
mtu akikonda naifikiri akiwa ni mtu ambaye unamuona mara kwa mara, hata akikonda unakuwa unotice sababu ni mtu ambaye unamuona kila siku. Lakini ukipotea labda miezi 6 au mwaka ukaja kukutana na yule mtu, unagundua kwamba umepungua. So I think kwanza nilikuwa mdogo. Mimi nimeanza kufanya kazi kwa jembe nilikuwa mdogo sana. Haipo katilo unakuwa ulikuwa mdogo sana. Hata miaka nilikuwa mimi nilikuwa dogo kuliko wote pale. Hata miaka 20 ulikuwa hujafikisha. So nakumbuka. Nakumbuka. Nilikuwa the youngest pale. Kwa hiyo nimeweza tu chuo full na udogo wangu, niko zangu Mwanza. So at that time nilipata nini inaitwa hiyo madonda ya tumbo, Helicobacter, vitu kama hivyo. So nikawa nimepewa list ya vitu ambavyo sitaki kula. Kama nimepewa list hiyo kliniki, nakumbuka nilikuwa naenda kliniki hospitali moja hivi, wameniandikia nisile vitu vya kukaanga sana, nisile vitu vya mafuta sana, nisile vitu ambavyo obviously ukila una gain kidogo weight. Kwa hiyo chakula changu kikubwa ikawa ni vitu chukuchuku sana. Hata nyama nilikuwa sili by then. Kwa hiyo za majani sana. Kula sana mchicha. Paka rafiki yangu mmoja akaniambia, jamaa, mbona kama umeanza kuwa wewe vitu vyako ni kula tu mboga za majani. Lakini namshukuru Mungu kwamba nijifunza kitu kwamba kwa maisha kwamba lolote linaweza kutokea anytime. Ulikuwa ni mtu unakula vizuri, lakini mwisho wa siku unajikuta kwamba unapangiwa namna vitu kula. So kipindi hicho nilikuwa napitia changamoto ya vidonda vya tumbo I guess. Kwa hiyo nikapungua na mawazo. Ulikuwa unawaza sana, hela una. Mbona ilikuwa sio hata kama hela, mimi I never value hela hivyo. Lakini ilikuwa magumu na kuja Dar es Salaam. Issue ilikuwa ni kwamba ukiwa unaumwa alafu umeenda kupima hospitali, daktari anakuambia tofauti na vidonda vya tumbo hatuoni ugonjwa wowote. Kaka, chochote kinachotokea kwenye mwili wako, hata ukiona alama kidoti cheusi hivi, unasema hii ni nini? Unaingia Google, unaanza kugoogle, if you see a black spot on your skin, hii ni nini? Google inakuletea pale magonjwa kama yote cancer sijui nini. Mimi sio muongo. God is my witness. Mungu ni shahidi yangu ninachokisema hichi. Nishai kufukuzwa hospitali pale Bugando kwa sababu naenda najaribu kuwalazimisha madaktari kwamba naumwa. Wakati wao wamepima kila kitu, wanaona mimi siumwi. Yaani kwamba wewe apart of this vidonda vya tumbo vinavyokusumbua ambavyo ni minor sana, hata sio vidonda vya tumbo, ilikuwa ni huyo bakteria. Yaani kwamba huyu anakusumbua na ameshatibiwa, so hatuoni ugonjwa wowote. Mimi akawa daktari akaniambia, wewe inawezekana ni kwamba ni kitu ambacho kinakusumbua tu psychologically, chochote unachokuona. Afu kipindi hicho mimi dogo na kama mwenyewe I don't know, I think ilikuwa ni a bunch of things in one, kwamba kijana mdogo na kama mwenyewe, nafanya kazi, natoka kazini naenda nyumbani, niko lonely, sina watu, sijichanganye na nini. So ikitokea kitu nacho focus nacho ni hiyo, kuangalia nini kimetokea kwenye mwili wangu ni kipi. Yani masaa yote hisi kama huko. Yani sikudanganye, nakwambia ukweli mbele ya Mungu, nilifukuzwa na daktari mmoja. Kwa sababu kwanza aliniattend mara ya kwanza, akanikalia, akanisikiliza, akapima. Wala siuma. Akaniambia, wewe nenda humu chochote. Tumepima damu, vipimo vyote, hatuoni chochote. Wewe nenda, relax. Nikamwambia poa. Kesho yake tena nikarudi. Yule daktari sasa akamuita daktari mmoja, akasema mimi mgonjwa sitaki, huyu jamaa sitaki kumwattend. Tafuta, njoo wewe umsikilize, alafu ukijaribu kumtengeneza kisaikolojia. I think something is wrong somewhere. Kwa hiyo nafikiri kukuwa na mawazo na vitu kama hivyo. Mimi niliondoka Jembe pale nikakuacha kama sikosei. Leo unakumbuka kitu gani kwenye maisha yetu ya Jembe FM ambako ndiko tulianzia safari yetu pale? Actually before Jembe nishaikuwa kama kujihusisha na baadhi ya media zingine singependa kuzitaja za huku Dar na vitu kama hivyo, lakini haikuwa kama fully kama employed. Ilikuwa yani sio kama mtu ambaye ninafanya kazi nao officially. So nilipoenda Jembe ilikuwa ni official. Nilichojifunza pale ilikuwa ni kwamba kwanza ni kazi ambayo nilipata kazi nikiwa mdogo, alafu ni kazi ambayo naipenda, entertainment na nini. By then Jembe ilikuwa inafanya vitu vikubwa, ma concert, wanaleta watu kama kina Nio, kina nani. Na kama utakumbuka vizuri, kipindi kile mimi niko Jembe
lakini Mungu aliniwezesha kwamba nikawa natengeneza headline news ambazo hata watu wanaofuatia industry huko piga visimu vyako fulani nje, watu wa huko wanashtuka udogo vipi. So nilikuwa kule nafanya interview sijui na kina DJ Khaled, sijui na kina 50 Cent, na wapigia simu kina Remy Ma. Mimi nilikuwa naangalia TV moja inaitwa Power 105. So TV ni radio inaitwa Power 105. Ina show moja inaitwa Breakfast Club. Msanii alikuwa akifanyia interview pale. Kesho yake mimi natafuta management yake, namna ya kuapproach management yake, niombe interview. Nikafanya interview nyingi kubwa tu. Na hicho ndio kitu ambacho kilinifanya nipendo niwe tofauti. Kwa sababu kama ni sauti watu wengi wanazo, lakini wewe una kitu gani cha ziada ambacho so nachojifunza pale au nachokumbuka ni kwamba nipewa platform na namshukuru Mungu tuliitumia vizuri. Nani alikuwa presenter wako mzuri sana ambaye ulikuwa unamkubali sana kwenye ile generation kwa muda wote uliofanya kazi pale Jembe? Kwa pale Jembe FM. Sasa hapa nitabidi nitaje tu watu wengi, lakini Bones one of the greatest kabisa, voice over nini, Mnyamwezi sana. Baba wewe Jumayo, kwenye sports ulikuwa no doubt kwamba ulikuwa ukipewa, yani ndio ile kwamba mpe mtu nafasi alafu uone wewe kwa ni mtu ambaye mimi nimekuta pale, lakini ulitendea haki nafasi yako. Unahangaika na zile interview zako nini. Kumbuka ushawahi kumpigia waziri mmoja simu akwambia atakuondoa kazini. Huyo jamaa alikuwa waziri back then. Lakini unaona jitihada kwamba uogopi, unamuuliza mtu maswali heavy. So wewe Nati, Jisengo siwezi ngamwacha, legendary kabisa. Nani tena pale, kina Mansuri, nitataja watu wengi sana lakini all of them, kila mmoja ambaye alikuwa pale alikuwa na kipaji chake kwa namna yake, kuanzia show kuanzia asubuhi mpaka ya usiku ya sports, na baadaye wakaja kuanzisha kipindi cha usiku sana, late night show. Kila mmoja alikuwa talent pale. Hebu tuongelee sasa kwenye nyanja hii ya sports ambayo tunafanya. Sport ya wenzetu huko uliko na huko tofauti wake ni nini? I think ni professionalism. Kuwa professional. Ujanja hamna. Huko ujanja hamna. Kama ni A ni A, ni B ni B. Wenzetu wako straight. Kwa hapa Tanzania ni sio mongo. Mimi kama ambavyo nimesema, nimeanza nilikuwa nafuatilia soka la Tanzania, lakini sijawahi kufanya kazi as a journalist wa michezo Tanzania. Yani kwamba eti naenda uwanjani ni sijawahi. Lakini kama shabiki nimeenda na nimeona. So I think professionalism tu. Hizi kasumba ambazo unazisikia huku wenzetu hayo mambo yashavuka way back at the time. Hatuwezi kuwa na huo professional kama wenzetu. Tunaweza tukiamua. If we are determined kwamba tunataka kuwa very professional, tunaweza. Isipokuwa sasa huku I think ile shortcut. Watu wanapenda ma shortcut mengi. Yani kwamba ichi huyu fulani akikaa hapa akae hapa, ana qualification astahili kuwa pale, lakini kwa sababu ni labda ana jina au kwa sababu anajuana na mkubwa fulani au vipi, lazima tunamweke pale. I think tukitoa hayo mambo tukawa very professional, soka letu itafika mbali, sekta ya michezo itafika mbali. Lakini tukiendelea kuentertain ujanja tutakuwa tunapiga mark time, tunapiga tour kwenye. Nani ana jukumu hili? Hili jukumu la nani? Watangazaji wenyewe kwa maana waandishi, wanaoajiri waandishi, ama kutokuwa professional nchini kwetu? Okay, so I think hapo unazungumzia industry mbili tofauti. Unazungumzia industry ya media kwa maana ya sports. Tujikite tu hata kwenye sport kwa sababu inaonekana pengine hakuna huo professional. Okay. Tatizo linaanzia wapi? Tatizo mimi nafikiri ni mtu mwenyewe tu personal. Kwa mfano mimi leo hii najijua sheria zote za kwenda labda OT pale kama mwandishi. Siwezi nikakurupuka tu eti kwa sababu pale Manchester najuana na media director wa Manchester, nampigia simu au
yani sina accreditation, sina mpige hello how you doing man, can I have nataka nije kwenye game leo, naweza nikapata ID ya media pale, eti kwa sababu namjua yule mtu aniruhusu niende? Haiwezekani. Hiyo kitu haitakai na anaweza kanijua na akapokea simu yangu na akishasikia ile ombi anakuambia sorry I can't. Sisi huku namjua Juma hayo ni simu moja tu. Oya Juma, nataka nije hapo kwenye game ya Simba afu sina accreditation, na kisha napata accreditation ikiwa hapo. Juma, utajua utakachokifanya wewe, utaenda makona kona, utaniletea accreditation na nitaingia nitafanya. Si jambo zuri sana kwa maana ya professionalism. Of course mahusiano, utatengeneza mahusiano vizuri na watu kama unawabeba, lakini when it comes to professionalism, hiyo sio professionalism. So I think mwenye jukumu la kubadilisha ili jambo kwanza ni sisi wenyewe tu. Yani ukiwa na integrity, yani ukiwa na integrity mwenyewe, yani kama wewe ukiwa ni mwadilifu mwenyewe, I think inaanzia kwa mtu mmoja mmoja. Ukiwa kule Ulaya, ni wakati gani umewahi kuwa wakati mzuri kwako kazini na ilitokea nini? I think ni Club World Cup nilipokuwa Marekani. It was one of the nice moments. Kwa sababu nilipoenda Marekani, nishaenda Marekani before mara kadhaa, mara nyingi tu in and out, lakini this time around I think nilikuwa na watu wazuri tu. Ukiwa unazunguka na watu wazuri, mambo mengine yote yanakuwa mepesi. So nilikuwa na watu wazuri, lakini nikutana na wachezaji ambao nawaona mara nyingi Ulaya, nikutana nao Marekani, wanakuchangamkia na nini, kwa sababu sio kila journalist anapelekwa na kituo chao kwa tournament makubwa kama yale. Kwa mfano tournament inafanyika Marekani, paka media ikupeleke kule, ina maana kwamba inajua mchango wako, inajua uwezo wako. Kwa hiyo wachache sana ambao walienda kule. So mtu akikuona na mchezaji nini, mmezoeana kukutana kwenye press room au mnakutana kwenye mix zone huko Ulaya, leo mko Marekani, the vibe was real good. Kwa hiyo nilipenda tu sana hivyo. Ukiwa unaenda kwenye matukio makubwa kama hayo, Club World Cup, kwa kombe la dunia pia utakuwepo inshallah. Vitu gani vya kuzingatia vya muhimu sana kwa mtu ambaye anatazama kesho na kesho kutwa anaweza kaenda kwenye matukio makubwa kama haya? Vitu vya kuzingatia, kwanza soma zile sheria. Kama ni michuano imeandaliwa na FIFA, FIFA wana sheria zao, unazipitia, unaona okay, unaziweka kichwani. Kama ni uruhusiwi kufanya kitu fulani, usifanye, sababu ukifanya kuna kupewa ban ya wewe maisha yako yote, utakaaga uwe mwandishi wa FIFA. Haitakaa itokee kwamba FIFA wakuruhusu wewe ende kwenye michuano yao kama mwandishi. So soma sheria zao. Alafu cha pili ni kwamba tumia ule muda vizuri, kwamba tengeneza kitu ambacho kitakuwa yani umeacha history, utakuwa umeachia historia pale nyuma yake. Na mara nyingi, kwa mfano mimi nikienda kwenye michuano kama hii, waga na jukumu langu binafsi la kwamba mimi ni Mtanzania, naiwakilisha nchi yangu, hata kama nchi yangu haipo kwenye michuano kama hii, lakini niko pale kama Mtanzania. So waga na introduce kama a journalist kutoka Tanzania, ili of course kuitangaza nchi na vitu kama hivyo. Lakini sasa nikienda pale nisifuate sheria, ina maana nitawaharibia watu wengine ambao wanatoka Tanzania, let's say. Kwa sababu kama ufuate sheria, ina maana wakikupiga ban ni watu wanaangalia watu wa hivi wako hivi, unajua sasa. Ukiharibu sehemu, hauharibu tu kwa ajili yako, unaharibu hata watu wengine ambao watafuata, ambao wanatoka huko ulipotoka. Kuna kitu gani uliwahi kukifanya ambacho uweze kusahau? Yani akikuwa sawa, pengine uliambiwa ama nafikiri kwa kuuliza maswali tu. Unajua kuna maswali mimi naandikiwaga na kwamba leo hakisha unauliza swali hili. Mimi nimefika pale, ilikuwa ni nini? Ilikuwa nafikiri ni game ya Liverpool. Game ya Liverpool ilikuwa ni Premier League. Alikuwa anacheza nafikiri na kitu kama Chelsea hivi. Mimi nimefika pale, nimepewa swali la kuuliza. Nimesahau ile note sehemu, kabidi niulize swali kichwani. Sasa ndio hilo naambiwa no research no right to speak. Nimeuliza swali ambalo baadaye nikaja kulisikiza, nikasema hii swali, yaani unaona aibu, unajionea aibu mwenyewe. Kama niliuliza kitu gani? Niuliza vitu gani? Yaani ni kama unaingia kwenye press afu unakutana na kocha wa Liverpool. Unamwambia mzee,
hili games ulipenda ushinde? Hasa ni swali ambalo liko very obvious. Na ukitaka kuwa mwandishi mzuri mkubwa, uulize maswali minor kama hayo, kwamba eti game ulipenda ushinde. Seriously. Yaani nikafikiria nikasema nimeuliza swali gani lile? Alafu ndio hivyo, unajua wenzetu wanakuwa live pale kwenye press. Imagine watu wamekuonea, hata kama huonekani wewe, sauti yako imeonekana, imesikika, umejitambulisha jina, unapotokea. Na wakati unauliza kuna mtu alikuambia, kuna mtu alikucrash ama katika majibu? Watu tu walicheka. Ni kama siku tuko kwenye ilikuwa ni semi final ya UEFA nini Euros. Yes. Ya 2024. Ilikuwa ni game ambayo anacheza Portugal, anacheza na Spain, na Ufaransa. Ambapo Mbappe alishinda, akamshinda Ronaldo ile game. Sasa tumetoka pale, tuko kwenye mixon, tunamuuliza Mbappe maswali. Akatokea mwandishi mmoja amepambania sana, kapewa nafasi aulize swali. Anamuuliza Mbappe, unazungumziaje uchaguzi na mazingira ya huko Faransa? Yaani ile swali kila mtu alicheka pale. Tuko tunazungumzia kitu kikubwa, mtu anaenda semi final. Kwa nini tusizungumzie kilichotokea? Kwa nini tuanze kuzungumzia tena uchaguzi? Yaani Mbappe hakujibu. Aliambia what, hapa akapotezea, akaondoka. Kwanza ile ndio swali lenyewe lilomfanya aondoke pale, akaondoka. Sababu aliona yaani wanauliza tena maswali tena mazingira sijui ya Paris, mimi anusuni. Of course mimi labda najua, lakini kwa nini uniulize kitu kama hicho? Kwa hiyo nafikiri kama mwandishi nikajifunza kwamba professionalism, research na vitu kama hivyo unatakiwa uwe nayo. Kwa nini waandishi kutoka Tanzania ni wachache kwenye dunia ya kwanza? Kwanza namshukuru Mungu. Nafikiri mimi ndo mwandishi pekee kutoka Tanzania ambaye nafanya mambo let's say labda hizo kureport games za Euros na games za labda MLS na vitu kama hivyo, au games za Premier League. Sijai kutana, sio Mungu, sijai kutana na Mtanzania. Sijawahi. Hata nilipoenda nafikiri niko mwenyewe tu. Au ndugu yangu kuna mtu mwingine. Sasa tuweze kujua watu huko madaraja ya chini wa ripoti. Daraja la chini, wewe sema unamjua nani? Labda daraja la 4 hivi. Wewe hayupo. Basi tuseme hawapo. Kama wapo wajitokeze. Sio wa Tanzania. Au kama hawajitambulishi kama wa Tanzania. Kwa nini ni wachache? Sema kwa nini hawapo? Basi kwa nini hawapo? Hawapo nafikiri kwa sababu ya I don't know. Ni kutojituma tu kutafuta taarifa. Kwamba yaani unataka kuniambia wewe umefika huko sababu ulikuwa unatafuta taarifa? Hapana, yani ni kwamba ndugu yangu, of course location, cha kwanza ni location. Kwamba Watanzania, waandishi wengi wa Tanzania tuko Tanzania. Hatutaki kuondoka, au tunataka lakini pengine labda mazingira sio rafiki hivyo. So nafikiri swala la kwanza ni location. Mwaka kesho tutakuwa na michuano hapa mikubwa ya Afcon. Watanzania watakuwepo wengi. Why? Kwa sababu games zinachezwa Tanzania. Games zimechezwa Morocco, Watanzania walikuwepo kule waandishi. Kwa sababu gani? Ni sehemu inafikika kirahisi. Huku kwa wenzetu mpaka mavisa manini inakuwa complicated, watu wengi wanashindwa kwenda huko. Na hata watu walioko kule ambao wanaenda kama waandishi wanabadilishaga career kwa sababu kuna process. Uwezo ukatoka tu eti kwamba pap uende Emirates, uwanja wa Emirates pale wa Arsenal wetu tunataka kuripoti michezo. Kuna regulation kwamba lazima ukiwa mwandishi lazima uwe na kwanza una elimu ya hayo mambo, au hata kama una elimu basi uko certified na mashirika makubwa yanao certify waandishi. Sasa wewe lazima uwe certified kama international sport journalist. Hauna hiyo certification maana yake. Lakini huwezi kuwa certified kuwa international sport journalist kama nchi yako haija kurecognize. Of course. Lakini sasa kwa mfano mimi nchi na recognize right now, wananitambua kama mimi ni mwandishi. Ulipata accreditation ya Tanzania? Na. Ya TFF? Na.
Lakini ili upate accreditation ya Tanzania TFF ni lazima uwe kama sio mwanachama, lazima uwe umewahi kufanya kuripoti hapa na hukuwahi kufanya lobbying. Nishaikufanya sio Mungu. Nishaikufanya lakini sijaikufanya kazi ya muda mrefu. Yani season nzima niko Tanzania, sijui niko wapi lakini nishaikuripoti baadhi ya games za Tanzania. Kwa hiyo ninayo ID ya TFF, namshukuru Mungu kwamba ninayo, lakini hiyo sio sababu sana. Kwa sababu gani? Hizi games za ligi, kwa mfano leo unataka kwenda kwenye game za Premier League, hizo no game ambazo Ulaya wako very complicated. Lazima uwe na, kama ni independent journalist, lazima uwe na shirika ambalo limekucertify kimataifa kwamba wewe ni mwandishi wa habari, shirika lao la pale ndani au shirika la labda Ulaya, European type of ID ambayo inaonyesha kwamba wewe ni mwandishi. Na wale ili wakupe ile, lazima kwanza uprove kwamba ni mwandishi, kwa maana kwamba ni lazima waone kazi zako, lakini chombo licho unachofanyia kazi wakijue, chombo kikuombee wewe hiyo kitu, kipeleke vyeti vyako au kipeleke kama wenzetu masuala ya vyeti sio muhimu sana kwenye upande wa journalism, hasa kwa watu independent, kwa sababu hawaombi vyeti, wanachoomba ni kazi uliyofanya. Ila vyeti utaombwa na media ambayo unaenda kufanyia kazi wewe. Kama wakiona unaomba hii kazi, wewe umesomea hii kazi. Ila mashirika ambayo yana certify watu kwa waandishi, nafikiri wenyewe wanachotaka ni media yako ikupeleke pale, kutambulishe, alafu waone kazi zako kwamba wewe ni mwandishi kweli wa kimataifa. Sasa na ubaya ni kwamba utapataje huo ushahidi kama hujapewa bado ID? Kwa sababu wewe uniambie kwamba wewe ni mwandishi wa kimataifa, lazima ufanye kazi. Alafu the complicated part of it ni kwamba ili ufanye kazi ni lazima utuoneshe ID. Unaona ugumu unapotokea. Lakini of course penye nia pana njia. Ukifanya hizo kazi as independent, kwanza mtaani unarekodi watu na nini, au umebahatika umeingia kwenye magame, unaripoti pale, ukiwa ukajikusanyia hizo kazi, una cheti chako kizuri, unaenda kuomba kazi kwenye media inaweza ikakupa ikakupa fursa, afu baadaye wanakuombea ID na unapata kwenye mashirika makubwa ambayo yako international, yanafahamika kwamba wewe hata ukienda Manchester unaweza ukaomba accreditation ukapewa kuingia kwenye game. Lakini wakati huo ili tufike huko, kwanza lazima tukubali kwamba tujifunze kutafuta hizo knowledge. Kwa sababu watu wengi wana uwezo wa kufanya hivyo, lakini hawatafuti kwamba ili nifike huko nafanya nini. Hayo ni watu walioko huko, mimi siwezi. Lakini kumbe ukitafuta knowledge, ukadig in, ukafocus, ungepata, ukawa naweza kwenda kuripoti. Faida gani wenzetu wanayo kwenye kazi yao ambao sasa umekuwa ukijichanganya nao, unafanya nao kazi ambao sisi huku kwetu hatuna, na pengine ungetamani kuona hata sisi huku tukianza pengine ku advance kufika huko? Faida namba moja ni kwamba exposure. Mimi naheshimu sana exposure, kwamba unakutana na watu wazito ambao uko unaona labda kwenye TV. Yani wewe mwenyewe unapata elimu. Exposure ni faida binafsi ya kwanza, kwamba umepata exposure. Ya pili ni kwamba ukishakuwa international sport journalist, kupata kazi kwenye industry kama unajituma ni rahisi. Kama unajituma, watu wanaona kazi unaifanya, content unazofanya ni rahisi kuliko sehemu zingine nafikiri. Kwa hiyo faida yake ni kwamba, alafu cha pili ni kwamba unapewa heshima. Wenzetu waandishi wanawaheshimu sana. Waandishi wanaheshimika sana kwa wenzetu. So I think ukienda kwenye game, the way utakapochukua treated, utasema wow, this is amazing. Umeenda Morocco, umeona unaona kwenye michuano mikubwa hii wanavyofanya, wanavyowatreat waandishi wa habari, wewe mwenyewe unajisikia kama yes, I'm a VIP. So yeah, I think kwa nini huku sisi hatupati hiyo treatment? Sijui. Unahisi nini? Watu walioko pale kama ni TFF, mara nyingi sasa kwa wenzetu ni tofauti. Wenzetu hata sio shirika la soka ndio linafanya hivyo. Wenzetu ni club yenyewe. Let's say
leo kuna game labda tuseme Chelsea anacheza na Arsenal. Nani yuko home? Arsenal yuko home. Ile timu ya Arsenal ndo wanaandaa ile game, si ndio? Wanahost hiyo game. Kwa hiyo wao ndo wataandaa waandishi wa habari wakae wapi, watakula nini, watapewa vitu gani. Kwa hiyo club zile ndo zinaandaa. Kwa Tanzania sijui kama ni club yoga zinaandaga mechi zao za nyumbani au ni TFF. Of course wanaandaa, wanapewa hiyo kuna hayo mazingira wa vilabu mwenyeji wa mchezo, kuna namna wanaandaa, lakini wako too limited, kuna vitu wanadili navyo. Sasa kwa hapo nafikiri vilabu vyenyewe vyetu ndio vinatakiwa vitengeneze timu ambazo zitaandaa hospitality kwa ajili ya games siku hiyo, wa treat waandishi wa habari vizuri, kula chakula cha VIP kabisa, unakaa sehemu nzuri. Kule mnakula mashallah. Unakula vizuri sana. Kula kwenye kila game. We ni VIP, we ni mwandishi, unakula vizuri, unakunywa chochote unachotaka wewe, safi kabisa, ili ufanye kazi ukiwa umeshiba. Umekwenda kwenye Bundesliga, umekwenda kwenye Premier League. Wapi kuna ugumu wa kufanya kazi? Premier League. Kwa nini? Kwa sababu wale wana masheria kibao, wanataka sijui na bima, kuna insurance moja wanaitakaga inakaribia mamilioni ya hela nyingi sana wanataka uwe nayo. Sasa yeye bima yani lazima uwe nayo. So of course ni bima ambayo unaweza ukafuatilia ukapata, lakini complicated. Lakini ukishakamilisha vitu vyao wako vizuri sana. Wako vizuri. Lakini ni sehemu ambayo ni ngumu sana kuliko Bundesliga. Ukiwa unaanza ni ngumu sana kukamilisha details unazotakiwa ili uweze kuripoti games pale. Hakuna waandishi wa mataifa mengine kutoka huku ukanda wa Afrika ambao wengi wanakuwa ni wazawa kule, lakini wako connected na huku. Kwa maana kwamba unakuta mtu labda ni mtu wa Egypt, wazazi wake ni watu wa Egypt, walienda UK muda mrefu, kazaliwa pale pale. Kwa hiyo ni mtu wa UK lakini ana asili ya Egypt. Kwa hiyo wengi ni watu wa kule lakini wana kind of connection na Afrika. Maisha ya Ulaya watu wanasema ni magumu. Ni kweli? Magumu sana. Sasa mbona huko? Kaka, maisha ya Ulaya ni magumu sana. Kwa sababu gani? Kwanza ule upweke wako mwenyewe. Unless kama una watu wako ambao ni Tanzania mnaishi wote na nini. Cha pili, system yao iko tofauti. Kwa mtu aliyezaliwa na kukulia hapa ni system tofauti sana. Kwa hiyo kwanza mimi nahisi upweke unaweza kuleta maisha yawe loneliness, unajisikia homesick na vitu kama hivyo. Alafu cha pili, nafikiria ni system mpya, kila siku unajifunza kitu kipya, kila kukicha ni kitu kipya unajifunza. Sometimes inakuwa ngumu kufit in. Ndio unasikia wachezaji, baadhi ya wachezaji wamesajiliwa kwenda Ulaya, miezi mitatu wameondoka. Na sasa watu wanatoka nchi za Afrika na nchi za America, South America, wanafika pale wanaona mimi I can't handle this, wanaondoka. Kwa hiyo maisha ni tough somehow, na kwa sababu wewe kodi unaoilipa hapa ya nyumba, let's say kama umepanga, na mtu anaolipa Ulaya ni vitu tofauti. Mtu wa Ulaya analipa makodi kibao, analipa hizo kodi za nyumba bei kubwa. Mtu analipa labda dola hata 2,000 kwa apartment ya kawaida tu, ya studio apartment, ambayo wewe dola 2,000 hapa Tanzania unaishi wapi? Masaki. Si ndio? Sio bei za Masaki hizo. Afu ukiangalia hiyo dola 2,000 unaishi Masaki, unaishi Kinyamwezi sana. Hiyo dola 2,000 nakwambia kwenye miji mikubwa hiyo ni dakika like 30 minutes to the city center, yani kwenda mpaka city center. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba utofauti. Alafu hiyo mshahara wako ukishaupata ukatwe makodi kibao ndio upate wewe. Of course huku pia watu wanakatwa, lakini I think Ulaya watu makodi yanakatwa mengi sana. So I think maisha naamini kwamba ni tough. Na unamudu vizuri, lakini namshukuru Mungu anakuwa ni mwema. We going, keep moving. Hujawaza kurudi nyumbani kwa sasa? Nitarudi nyumbani, lazima nirudi. Mimi naamini kwamba hii nchi ya Tanzania inanihitaji sana. Inaweza kawa nikisema inanihitaji ni kama mimi ndo sitaki kuonesha kwamba mimi ni mtu muhimu sana kihivyo, ila ninachomaanisha kwamba
nahitaji kuitumikia nchi yangu, so nitarudi Tanzania. Unaweza ukawa bado na miaka mingapi Ulaya kwa unavyoona? Anytime mimi naweza nikarudi. Sijajiwekea mipaka kwamba eti nikae miaka 10 mingapi, no. Kwanza nikijaga Tanzania na enjoy sana, nakuwa na wakati mzuri na marafiki zangu, najifunza vitu vingi pia. Kwa hiyo anytime mimi naweza nikarudi hapa. Kitu gani ambacho ukiachana na exposure ambayo umepata, kitu gani ambacho unakiona unasema yes, hii ni Ulaya hii kutokana na mimi kwa maana mafanikio ya kitu, yani vitu vinavyoshikika? Sipendi sana kuongelea mambo, lakini naweza kusema kwamba namshukuru Mungu kwamba knowledge niliyopata ni tofauti. Nimepata, nilikuwa exposed yani. Mimi kipindi kile nilivyokuwa na hivyo sasa hivi tofauti. Na uko tayari kuwashika mikono wa Tanzania at least sasa kupitia wewe tupanue wigo katika mimi niko tayari kutoa knowledge anytime, kutoa maarifa nini ufanye ili uweze kuwa international sport journalist, uripoti kwenye magame kama na ufahamu mimi, Champions League, Premier League, Bundesliga, La Liga, kwenda kwenye mikutano makubwa ya FIFA na vitu kama hivyo. Ukinifuata unataka details, nakupa details and we go. Na unaona watu wanatambua kile unachokifanya huko Tanzania? Of course, since nafikiri sitaki kujisemea, kujipakulia minyama, kwa sababu mimi ni mtu the only international journalist kutoka Tanzania. Watu wanatambua. Nitajie mwandishi gani kutoka Tanzania kafanya interview labda na Mbappe? Hayupo, right? Ni mimi, si ndio? Hicho unachofanya watu wanatambua. Watu wanatambua lazima, kwa sababu niko mwenyewe. Heshima, kwa maana watu wanafuatilia sport wananipa heshima. Of course na serikali pia, kwa sababu wanaona labda mimi ni mtu ambaye naitangaza pia Tanzania sana, wananipa heshima. Wana appreciate kwamba ushawahi kupokea simu zao kutoka serikalini wote, bwana hongera na hiki na hiki unachokifanya? Yes, a couple people, sio official kwamba eti serikali ndio imekupigia simu, mtu tu labda ana cheo fulani anakupigia simu. Kazi nzuri sana unafanya, unaitangaza Tanzania in a good way. Na mimi nishaisema kwamba kokote napoenda lazima niitangaze Tanzania. Mimi ni proudly Tanzania. Lakini wanasema watu wakikuomba interview wakati mwingine ufanye jambo unawadai pesa, unaweza kufanya for free. Hapana, interview sije kudai pesa hapa Tanzania. Labda watu wanataka kukupigia simu huko kwenye uwanja fulani uripoti labda ongea na wewe, unasema bila $5. Hapana. Watu wanaoomba, wanaoambia nataka kuwachaji ni watu ambao wanataka niwafanyie kazi ya kuwaripotia. Sasa huwezi ukawa eti una chombo chako cha habari hapa Tanzania, umeona niko England, kuna game kubwa ya Champions League, unataka nikuripotie bure. Yani unipigie simu, hey, si una support vya nyumbani. Asa na support vya nyumbani, wewe kwenye kipindi chako cha radio una matangazo karibia 10. Unanisupport vipi mimi sasa kwenye hiyo kitu? Inakuwa ufanye kazi bure. Inakuwa hiyo ni kazi ya bure. Bana niko hapa kuna game kati ya sijui na nani. Mngwa niko na Van Dijk hapa. Van Dijk upate hizo exclusivity bure. Alafu mimi hapo nimepanda ndege, labda nilikuwa German, nimepanda ndege kutoka Berlin mpaka let's say mpaka Manchester au Liverpool. Nimepanda ndege hiyo. Ina cost hela, right? Hoteli nimekaa ina cost hela, si ndio? Nimefanya kila aina ya kitu. Train nini, kila kitu kina cost hela. Kwa hiyo siwezi ngaje eti ukataka unipigie simu nikufanyie kazi yako bure, nikuripotie hiyo game bure. It doesn't work like that. If you kama unataka kazi, come to the table, let's talk business. Ngera sana. Sasa hivi una muda gani Ulaya? Kwa maana kwenda kuishi muda mrefu ni kama miaka 4 sijui. 4 sio mbaya. Na umeshawahi ku date na wazungu ama mzungu? Kudate ya shawahi. Wapoje? Wapo tu kama sisi, watu wa kawaida. Hawana shida kama sisi tu. Nishawahi kudate na mataifa ya nchi. Yes. Nikitaka kudate na mzungu, mfano mimi hapa nataka kudate na mzungu, nijipangeje vipi? Kama ambavyo una date na Mwajuma. Kweli? Kuwa honest tu. Kama una date na Mwajuma ndio una date. Hakuna complication yoyote au watu? Cultural, I mean
tamaduni zinaweza kuwa tofauti. Yani kwamba wewe si una tamaduni zako. Sisi tunaamini kwamba mwanaume anaweza kuwa ndo powerful. Yes. Wenzetu wanaamini ni 50-50. Kwa hiyo lazima kuna mambo yanatokana na utofauti wa tamaduni. Lakini of course kila mtu ana tofauti zake. Awe Mchina, mzungu kama unavyowataja, awe Mtanzania, kila mtu ana tabia zake binafsi duniani ambazo wewe sasa ndo kama una mdate unatakiwa udili nazo kaka. Naamini hivyo au kuna tofauti? Mimi nakuuliza bwana, mimi Ulaya naenda. Unamaanisha kwa wazungu ndo hivyo. Mimi naamini kila mtu, wewe una date wa dada wa Tanzania? Ndio. Kila mtu unayekutana naye ana tabia zake tofauti. Lakini wote wa Tanzania. Yani kitu ambacho wanaungana kwa pamoja ni taifa wao, si ndio? Ila tabia zinatofautiana. Ndivyo walivyo wenzetu pia, kwamba kila mtu na tabia yake. Lakini of course kuna hivyo vitu ambavyo viko obvious kwamba huwezi kaja ukawa controller eti 100% kwa sababu ni mwanaume u active spirit kwenye mahusiano yenu. Ni 50-50 tu. Yani lazima umpe nafasi ya kumsikiliza na yeye anakupe nafasi ya kusikiliza. Hii kazi unayofanya ambayo ndio inakutambulisha sisi tumekufahamu, ndio hii ama kuna kazi nyingine unayofanya? Nimefungua ambayo imeanza kufanya kazi recently. Nimefungua agency ya sports ambayo inaitwa Gusa Sports, ambapo sisi tunadili na vitu vingi sana. Tunataka tuanze kumanage watu wanacheza football, watu maarufu, influencers na vitu kama hivyo, ambao sasa nataka nitengeneze bridge ya kati ya Ulaya na Afrika inawa connect kwa pamoja, kwamba wewe una kampuni lako ambalo liko Tanzania, unataka kutangaza kupitia influencers wa Marekani, Ulaya hapa city, ndo tunakuconnect. Kwa maana kwamba leo hii unataka labda tangazo lako liruke pale Times Square Marekani. Ujuu unaanzia wapi, unaweza kutafuta sisi tukafanya hiyo kazi. Lakini pia we ni influencer mkubwa, unatamani kupata deals za kule nje, au kuna watu wa nje wamekutafuta mfanya nao kazi, unataka mtu ambaye atakufanyia kazi ya kunegotiate, kufanya meeting ambaye yuko kule tayari, unatafuta sisi. Tuna representative karibia kila eneo la Europe na karibia kila eneo la at least yale maeneo makubwa ya Europe na Marekani. So, na imeshaanza kufanya kazi? Imeanza kufanya kazi, yes. Yuko chini yako? Yes, mimi ni kama mwanzilisha. Okay. Lakini of course kuna board members na watu wengine. Wazungu? Wapo wazungu, wapo wa Tanzania, wapo watu wa representative wetu wengi wa mataifa mbalimbali. Wapo. Hujaniweka bwana, mimi ni ndugu yako. Tutaongea. David tuzungumze ndugu yangu. Ndugu yangu bwana. David tuzungumze ili ukae hapa Dar es Salaam. Ikitokea michongo na nini, unakaa ndugu yangu. Kabisa. Una mpango wa kufanya hii kazi ya uandishi kwa miaka mingapi? Kazi ya uandishi wa habari hasa hizi za michezo. Nafikiri naanza kukua kidogo. Kwa hiyo nafikiri nitajipa at least miaka 3 mbeleni. Baada ya hapo, kwa sababu mimi kazi ninayoifanya na nasafiri sana. As you can see, kama unafuatilia page yangu utaniona leo niko sijui Madrid, kesho kutwa sijui niko sijui Manchester, niko Marekani, niko wapi. Kuna time unataka uchill, unataka tena mabaya ya masafari, unataka tu kae tu tulie, si ndio? Kwamba bana sasa hivi nataka nitengeneze familia, nioe, niwe mwanamke, tuishi pamoja, tengeneze familia. So you can't build a family when you're on the way every day. Yani unaweza kujenga familia kama kila siku uko safarini. I think sidhani kama ni kitu ambacho na prefer. So najitengenezea namna nitasettle, namwomba Mungu kisha settle down. Basi maswala at least sio uandishi wa kuwa nasafiri kila mara. Nitakuwa labda nafanya tu for passion na vitu kama hivi. Tarehe 29 Oktoba kulitokea changamoto ya kisiasa Tanzania. Lakini wakati changamoto zinatokea siku chache mbeleni, wewe unatengeneza content za kwenda kuangalia wanyama kwenye mbuga za zilizoko Tanzania na kuonesha fahari. Watu walitafsiri tofauti sana. Kama labda wanapita kwenye matatizo hawakujaona kama umepaza sauti kama international journalist. Na kuwa nao pamoja, lakini wewe unataka kwenda kwenye mbuga na nini na okay. Labda niweke wazi. Yalotokea tarehe 29 ni mambo ambayo kimsingi kila mmoja Tanzania, kila Mtanzania
akupendezwa nayo, kwa maana kwamba vifo vya watu. Mimi binafsi sikupendezwa na vifo vya watu. Hakuna mtu ambaye alipendezwa na vifo vya watu. Lakini wakati huo pia mimi nilikuwa upande wa kuumia na wanaoumia, kwa sababu ya kitu kimoja kwamba uwezi ukashirikia kifo cha mtu. Uwezi. So niliumia, na kama mtu alifuatia page yangu nilipost nikasema kwamba ni matumaini yangu kwamba wewe na familia yako mko salama kwa baada ya ile rapture tarehe 29, kwamba natumaini wewe na familia yako mko salama, na kwa wale ambao wamepoteza ndugu zao nawapa pole na nawaombea sana, Mungu awape uvumilivu na awape faraja katika kipindi kile kigumu. So mimi niko upande wa watu, kwa maana kwamba niko upande wa kuwaombea watu ambao wamepoteza wapendwa wao, lakini ukweli pia lazima tuuseme kwamba Tanzania ni nchi, it's a very beautiful country. Ni nchi nzuri sana. Amani ya kutosha. Ina mbuga za wanyama nzuri. Unazungumzia mlima, the only highest standing mountain Afrika, Kilimanjaro. Unazungumzia Ngorongoro, Mikumi, beautiful parks, sehemu nzuri za mbuga za wanyama. Kwa nini sizungumzie eti kwa sababu yoyote ile? Sikuona sababu ya kufanya mimi kutokuzungumzia uzuri wa Tanzania. Actually hata ndugu zetu ambao wanapitia changamoto aina yoyote ile wanatamani kusikia mazuri kuhusiana na nchi yao. Kwa mimi regardless of anything, mimi nitaendelea kutangaza mazuri ya Tanzania. Siasa unaionaje? Lakini siasa, kwa maana kwamba mimi kuingia kwenye siasa, no. Siasa ya nchi inapokwenda ukilinganisha na labda kwa kipindi cha nyuma kwa sasa. Well, ni swali ambalo labda nikuulize wewe, nikurudie. Unaonaje siasa za Tanzania bwana Juma? Podcast yangu au yako? Mimi si mgeni wako. Kwa hiyo unanioje? Nimeamua kukuuliza hilo swali wewe. Unaonaje siasa za Tanzania? Zinakwenda vizuri. Basi wewe wasema, kama umesema zinaenda vizuri, basi zinaenda vizuri. Mimi unavyoniuliza siasa za Tanzania, siko Tanzania mara nyingi. Kwa hiyo ni kama unanionea tu kwamba nianze kuzungumzia siasa. Ufuatilie chochote kinacho. Nafuatilia. Mimi naona kwa vitu ninavyofuatilia mtandaoni, kama kila nchi yote duniani, kuna complications zinakuwepo, lakini pia kuna mazuri yanayoendelea. So naamini kwamba kuna mazuri Tanzania, lakini pia kuna challenge ambazo sisi kama Tanzania tunatakiwa tuzisolve sisi kwa sisi ili tuzifike mbali. Na kuemphasize hapo, watu wote, let me make it clear, mtu yote ambaye unamuona anasema mabaya ya Tanzania sasa, ambaye sio Mtanzania, yuko nje au yuko ni raia wa nchi nyingine, unamuona anasema mabaya ya Tanzania kwamba sijui nini, lengo lake sio kwamba eti anawatetea Tanzania. Kuna watu mimi waona wanaongea mambo yanayoendelea Tanzania in a bad way. Behind the scene hawako, yani lengo wao ni kuona kwamba hatupati watalii, hatupati nchi yetu haimove. Kwamba watu wote watalii waende kwenye nchi zao, wasije kwetu. Ndio malengo yao wao. Sio kwamba eti wanatupenda. Kama wangekuwa wanatupenda, si wangeanzisha GoFundMe, wachangie miela mingi, watu wapewe hela. Si wangekuwa kama wanatupenda kweli, si ndio? Si wangeanzisha GoFundMe, wachangie pesa zije kuwasaidia watu ambao wamepata maafa. Lakini hawakuwaza hivyo. Hilo wanachowaza tu ni kwamba kusema mabaya, kila baya linalotokea Tanzania wanalisema, wanataka kulifanya kwa ukubwa ili hata mengine hayajatokea, ili mali tu wachafue watu wasije hapa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo utoa kweli kwamba lolote linalotokea hapa Tanzania, sisi ndo tunaweza kusolve matatizo yetu. Of course majirani wanaweza kutuzungumzia, mimi wanaweza kutuzungumzia, ukatazi mtu kuzungumza, wanaweza kutushauri, lakini namna ambavyo tuna solve matatizo yetu ni sisi wenyewe. Na ndio hiyo unasikia kuna makamati ya maridhiano, unasikia kuna vitu vingi ambavyo Mheshimiwa Rais anajaribu kufanya. So siko hapa kutetea mtu yoyote, siko hapa kutetea sijui serikali, lakini pia siko hapa kutetea upinzani wa Tanzania. Niko hapa kuzungumzia sport, and that's what I will do. Mimi bahati mbaya nilikuwa nimeshatoka Mwanza brother, sikuwa najua chochote na declare kwamba sikujua kilichoendelea Mwanza kwa sababu mimi nilikuacha Mwanza nikaenda Dodoma. Lakini nilisikia kwamba
mwanamke ndio aliinitiate safari yako ya kutoka Mwanza kwenda Europe. Mwanamke gani? Sasa ndo maana na mimi leo niko hapa kwamba is it true kwamba mwanamke bila swali ni la kweli au umejitungia bwana Juma? Bila mwanamke wewe Ulaya ungesikia tu milioni. Mwanamke gani sasa? Me I was by that time naenda Ulaya nilikuwa by that time niko Mwanza nilikuwa 18, 17, 20 something. Yes. Mwanamke ananisaidiaje kwa style hiyo? Nikiwa na umri huo mdogo. Kupata visa ukuwa na nauli. Nikiwa na umri huo mdogo mwanamke gani? Hii swali labda bwana Juma umetengeneza. So unaweza kusema ukweli ni kwamba sijawahi kusaidiwa na mwanamke yoyote kwenda sehemu yoyote, wala sijawahi kusaidiwa nimesaidiwa na taasisi. Na taasisi. Kama ni media Capital Extra wao wenyewe naomba application wana approve, wao ndo wanabana tumeapprove ya nauli hii hapa njoo. Hakuna cha mwanamke, hakuna. No, by the way mimi nilitaka kuuliza kwa sababu hakuna sponsorship ya mtu binafsi. Hizi swala la wanawake kupeleka watu Ulaya labda ndo limefanya kutengeneza hiyo swali. No, niliuliza jamani kwa sababu niliona tu umeshaenda Ulaya na nikauliza kwa sababu mimi sikukuuliza. Niliuliza waliokuepo Mwanza kwamba jamani ndugu yangu JJ amesafiri vipi, wakaniambia jamaa amempata mtu. Girlfriend gani ambaye anaweza kufanyia mambo? No, sijui mimi siwahi wapo, lakini sasa ushaniona mimi sije confirm kwamba I don't know, lakini shortly ni kwamba mimi sije kupelekwa na mtu yote popote. Mimi mwenyewe na taasisi mara nyingi. Namshukuru Mungu kwamba ni taasisi na watu wanaweza kushauri hichi na kile, lakini mara nyingi inakuwa ni taasisi. Wenzetu wana utaratibu wao na maisha yao. Na ngoja nikuulize hili. Ushoga umeshamiri sana. Hasa kwa wenzetu wana utaratibu wa maisha yao. Afrika pia ni vitu ambavyo vinakuja na vinaingia pengine wakati mwingine mdogo mdogo, na bado na sisi tuna utamaduni na maisha yetu. Wewe ambaye ni Mtanzania na huko nje. Huu utamaduni wa wenzetu unaishi nao vipi katika kuhakikisha hauathiriki kwa namna moja ama nyingine na utamaduni ambao umekuta kwa nchi za wenzetu, hasa hili la ushoga ambao unazidi kushika kasi katika dunia hii ya leo? Kwa sababu si vitu ambavyo mimi na entertain haviniapi, lakini watu wanaishi maisha yao. So mimi sitaki kuingilia maisha ya watu. Ni kitu ambacho kiko outside my culture, tamaduni yangu. Kwa hiyo sijawahi kujinvolve kufuatilia in details namna ambavyo wanaishi na vitu kama hivyo, sababu ni kitu ambacho najua mimi sio vitu vyangu, sio vitu ambavyo na entertain. Kwa hiyo I don't pay attention, right? Lakini ni bana ni Mkristo, kwa hiyo nitafuata, naomba Mungu anisaidie nifuate amri 10 za Mungu. So I support what the Bible says, na support amri 10 za Mungu. Kanisani unaenda? Naenda huko Ulaya. Yeah. Kwa mimi na support amri 10 za Mungu. Kingine tofauti nje hapo akinihusu. Kwa hiyo tamaduni zao kuhusiana na masuala ya ushoga ni wao. Sijui nini kinaendelea, sitaki kufuatilia, as long as mimi naishi maisha yangu. Basi nimemaliza. Lakini ndugu yangu nikuulize hilo swali. Hizo tamaduni huku zinakuja? Bwana hivi interview yako ama ya kwako? Nimekuuliza hizi tamaduni huku zinakuja au wewe umezishuhudia? Iko ni shabiki wa Simba au wa Yanga? Umezishuhudia tamaduni? Mimi shabiki wa Simba. Wewe ni Simba Simba. By the way, unaonaje timu ya Simba sasa hivi inavyokwenda? Okay, mimi sasa hivi ni shabiki tu kwa maana ya ushabiki, lakini sitaki kufuatilia details. Kwa hiyo kwa sababu na timu imeshani disappoint, kwa hiyo nimekaa tu pembeni naangalia tu, lakini umewaachi unawatazama tu waone tu. Mimi kama Simba, timu pekee ambayo muone najua kama ni Simba, lakini timu pekee ambayo ni ngumu mimi kuihama ni Manchester United. Ni timu ambayo mimi ni shabiki wa Manchester United, lakini ni ngumu mimi kutofuatilia game ya Manchester United, lakini ni rahisi sana mimi kutofuatilia game ya Simba. Una watoto wangapi? Sijabahatika kuwa na mtoto bado. Wapenzi wangapi ulionao? Ndugu yangu, sijabahatika kuwa na wapenzi. Kwa sasa hivi uko single? Niko mwenyewe tu, nimecheo. Ulaya ama huko Tanzania? Kote.
Sasa mimi nikiwa mwenyewe na maana niko kote, niko mwenyewe tu nimecheza. Hongera sana. Hongera kwa kuwa mwenyewe. Si maisha yako bwana, mimi nakupongeza tu kwa kuamua. Sijaamua nikiamua ndugu yangu. Namshukuru Mungu kwamba sio kwamba eti ni sio handsome. Sio kwamba eti ni sina uwezo wa kukaa na mtu naweza. Isipokuwa tu nimeamua kwamba right now got to focus kidogo na football, tukaangalie mpira kidogo. Tuangalie mpira. Ndugu yangu, mahusiano ya kustress kidogo. Mimi bwana, mimi nakushukuru sana. Wewe mahusiano yako vipi? Mahusiano yangu yako sawa sawa. Niko na mwanamke mmoja nampenda, tunaenda vizuri. Niko na mtoto mmoja nampenda, anasoma. Hongera sana. Huyo mwanamke kapendwa mpaka katajwa hadi mtoto. Huyo mtoto uko naye na mwanamke huyo mmoja? Sio huyo, sijazaa naye. Huyo mtoto nilimpata siku nyingi kidogo. Mwanamke niko naye. Okay. Lakini kupata mtoto mapema ni baraka. Of course, ni baraka. Tunatafuta inshallah. Inshallah. Nimeshangaa umesema una mtoto, nilisikia kwamba una mtoto, lakini wewe jamaa umesikia stories za sijui mwanamke wa Ulaya, umesikia stories za mtoto yuko Mwanza, niliambiwa. Sasa kama sijawahi kuwa na mtoto ndugu yangu. Okay. Na kama natoa dau kabisa. Akija mtu sikiliza, akija mtu akasema ana mtoto wangu, mimi nimejaribu tu kukupa mawazo kama ndugu yako, kwamba hizi interview watu wanakuja kuangalia interview ilifanyika lini, na pengine sasa mtoto naye baadaye anakuwa mkubwa, anakuletea baba, hii interview mbona ilifanyika 2026 na Mungu ni shahidi yangu, sina mtoto. Okay. Lakini natoa dau kwamba mtu yote ambaye analeta sijui ana story na mtoto, akifuata akwambia ana mtoto wangu, basi mimi nitahakikisha kwamba kuna portion ya kitu ya zawadi nitatoa, lakini sina mtoto. Mimi si hata pia style ya maisha yangu, namna ninavyo date watu na nini tofauti sana. Hatukuwahi kufikia stage ya kuambiwa kwamba, au ya mimi kuona kwamba huyu mtu niko tayari kupata naye mtoto. JJ, pata mtoto na mimi ni kazi. Asa hiyo ni issue nyingine. Mimi hiyo sijui. JJ, mimi ninakuomba ni ushauri tu. Unapopata nafasi ya kurudi, usiache kutoa knowledge, kugawa knowledge kwa wanahabari kama sisi na wengine wote. At least sasa Tanzania tukiwa na international sport journalist wengi, na sio tu hata sport, tuna maeneo mengine ya kijamii, itatusaidia kuongeza exposure kubwa na kusaidia nchi kwenye masuala mengi ya kidiplomasia, michezo na kadhalika. Ukiwa na knowledge peke yako alafu ukirudi uweze kushare na watu, tutakuwa hujasaidia. Na mimi nashukuru sana kwa platform kama hizi, tunapokutana tunazungumza, tunapeana knowledge na watu wanajua, na kama nilivyosema DM yangu iko wazi, you can just come anytime, niulize chochote, mimi niko tayari kuprovide elimu ya namna ambavyo unaweza ukafanya masuala ya international sport journalist kwa namna yote ile. Watangazaji uliofanya nao kazi Jembe ni wangapi ambao unawasiliana nao? Kila mmoja ambaye tunawasiliana, so mara nyingi Bones of course, Baba, wewe, DJ Scorpion, na wengine wote, yote mtu ambaye sijawahi kupigiwa simu na mtu ambaye nimefanya naye kazi sehemu yote, iwe Jembe au media zingine hapa Tanzania, nishindwa kupokea simu. Kwa hiyo kila mmoja, hata Jembe mwenyewe, Dr. Sebastian, kila mtu. Okay. Brother, mimi nikushukuru. Wewe unaongea nao? Tunaongea sio sana, siongei nao sana, tunaongea na wachache kwa sababu ya mtaongea nini? No. Wakati mwingine ubize, lakini pia uwe karibu. Unajua ukiwa unafanya kazi na watu, sio kila mtu anakuwa karibu yako. Exactly. Yes, na wachache mimi naongea na wewe kama hivyo, naongea na Nati. Au ndio watu ambao wanaongea nao na Sengo kidogo. Yes, kwa si wote. Okay. Yes. Umekuwa mkweli. Mimi nimekuwa mkweli, sio kama wewe, na nimekuambia interviews zinakaa, watu wataona. Mimi niko mkweli. Kama uongei nao watakuja kwenye Instagram. Bwana, mimi nakushukuru sana John Jackson, na ukirudi Ulaya brother, keep it up. Mimi na sija kuuliza ni interview gani
kwako ambayo ilikuwa nzuri kwako? Yani mchezaji gani ama ni kiongozi ama ni coach gani ulizungumza naye na you feel? So mi waga interview zangu, kwa mfano ukiangalia interview zangu nyingi waga zina trend. Nifanya interview na company, recent company ile nimemuuliza kwamba watu wanasema Bayern ni kubwa kuliko yeye. One of the interview ilitambaa sana, media zote duniani kubwa zikaandika, BBC, Sky Sport na vinginezo. That's one was my favorite. Mbappe, huyu nani amechukua Ballon d'Or juzi, nani huyu Dembele, one of mtu Harry Kane, mshikaji kabisa, fanya interview nyingi na zinaenda mbali. So I think interview hizo, lakini one of the best ni ile ya company. Brother, mimi nikushukuru sana bana. Nashukuru sana ndugu yangu, asante sana. Nikupongeze kwa kazi nzuri unaifanya. Nashukuru sana. I hope umepata majibu ya maswali ambayo nimepata majibu kwa kiwango kikubwa sana. Nashukuru sana. Na unajua majibu unayonipa mimi, haunipi tu mimi. Anayetutazama. Sasa yule ndo lengo la mimi kukuita hapa ni tumwambie. Mimi si unaweza kuwa umeshaongea na mimi hata off. Yes, lakini tunawaambia watu, maana yake sasa watu watajaji majibu ya JJ ni sahihi ama sio sahihi, na hao ndo watatupa feedback. But I believe tumefukua na mazungumzo mazuri sana kabisa. Na mimi nafurahi kuona step unazopiga, unakwenda vizuri zaidi. Keep it up na tuendelee kuombeana uzima kabisa. All I can say bana, mshukuru platform na Mungu bariki platform, Mungu bariki Tanzania. Asante, na endelea kusubscribe Kawabe Media pale, inakuwa tena tamu zaidi kwa kuangalia face off nyingine tutakuwa na nani. Mimi naitwa Juma Ayo, Instagram yangu ni Juma_Ayo, fan page ya Facebook natumia Juma Ayo na @Juma_Ayo kupitia X ama Twitter zamani, inakuwa tena namna hiyo. Lakini endelea kutufuatilia, tuna mengi bado, tunatoa nafasi kama unahitaji kuwekeza zaidi na face off kwa mwaka 2026, karibu sana uweze kuwasiliana na sisi na uweze kuweka biashara yako tuweze kuondoka zaidi. Nilikuwa na John Jackson ama JJ almaarufu hivyo, mwandishi wa kimataifa ambaye anafanya kazi kule Ulaya na amekuwa akiripoti matukio mbalimbali na wanamichezo wakubwa duniani. Amekuwa na sisi hapa mpaka wakati mwingine. Bye bye kwa hivi sasa.